Watu 14 wamefariki dunia na wengine kadhaa bado hawajulikani walipo baada ya moto mkubwa kuteketeza jengo la biashara la Goli Plaza katika jiji la Karachi, Pakistani. Moto huo ulizuka usiku wa Jumamosi na ukawachukua zaidi ya saa 24 wazima moto kudhibiti kikamilifu. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni pamoja na mpiganaji mmoja wa zimamoto aliyekuwa akishiriki katika juhudi za uokoaji. Jengo hilo kubwa lilikuwa na zaidi ya maduka 1200 na lilienea katika eneo la takriban mita za mraba 8000, hali iliyofanya operation ya uokoaji kuwa ngumu zaidi. Sehemu kubwa ya jengo hilo imeporomoka, huku maafisa wakisema vifusi na ukosefu wa hewa safi ndani ya jengo vinaendelea kuzuia jitihada za kuwatafuta waliokwama. Huduma za dharura zilisema kuwa wakati waokoaji walipowasili eneo la tukio, jengo lolote lilikuwa tayari limezingirwa na moto. Familia za watu 58 waliotangazwa kupoteza zimekusanyika nje ya mabaki ya kituo hicho cha biashara zikiwa na wasiwasi mkubwa wakisubiri taarifa za wapendwa wao, huku serikali ya jiji hilo imeanzisha dawati maalum kwa ajili ya kusajili majina na maelezo ya watu waliopotea. Hadi kufikia Jumapili asubuhi jana, moshi mzito ulikuwa bado unaendelea kufuka kutoka katika mabaki ya Goli Plaza. Sehemu kubwa ya jengo hilo imeharibika vibaya na kuna hofu kuwa linaweza kuporomoka zaidi wakati wowote. Msemaji wa Lesco 1122 mjini Karachi, Hassan Hani, ameiambia BBC ya kuwa moto ulisambaa kwa kasi kutokana na uwepo wa vifaa vinavyoshika moto kwa urahisi kama vile povu la plastiki, nguo na manukato yaliyokuwa yakiuzwa katika maduka hayo. Ifikapo Jumapili jioni jana, sehemu mbalimbali za Goli Plaza zilikuwa zimeungua na kubaki kifusi, huku waokoaji waliambia shirika la habari la Reuters ya kuwa jengo la zimamoto linaweza kuanguka na hivyo kolongo zimeanza kutumika kuondoa mabaki, huku wakisubiri jengo lipo ili kuendeleza utafutaji. Rais wa Pakistani Asif Ali Zardari ametuma salamu za rambirambi kwa familia na waathiriwa na kuagiza ya kuwa serikali ya jimbo la Sindh kufanya tathmini ya kina ya usalama wa majengo ya biashara na makazi. Hatua hiyo inalenga kuzuia majanga kama hayo kutokea tena siku zijazo. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mshirika habari na kusoma kwa nami Timo Thirugoi.